Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Jeshi la Iran limesema halina hofu wakati huu na lipo tayari wakati wowote kwa ajili ya mapambano kutokana na vitisho vinavyotolewa na mataifa ikiwa ni pamoja na Israel na Marekani. Kupitia kamanda mkuu wa jeshi hilo Meja Jenerali Amir Hatami amesema siku ya Jumatatu kwamba jeshi la Iran limechukua mbinu mpya za kimkakati za kukabiliana na vitisho vya siku zijazo, likichukua mafunzo yaliyopatikana kutokana na vita vya siku 12 vya hivi karibuni. Ameeleza makabiliano hayo kama vita vya mseto vinavyochanganya teknolojia ya hali ya juu na mbinu za kisiasa, vyombo vya habari na ujasusi na usalama, na wakati huu Iran imejipanga vilivyo. Hata hivyo, wakati wa ziara ya rais wa Marekani Donald Trump katika bunge la Senate, ameisifu Israel katika kile ilichokifanya huko nchini Iran. Amesema, tumetumia kila mbinu, tumetumia fedha pamoja na rasilimali ikiwa ni pamoja na silaha juu ya mapambano dhidi ya Israel, lakini baadaye tulitumia namna ya kusitisha mapigano hayo tukiamini ushindi ulipatikana kwa Israel. Hata hivyo, matamshi hayo ya rais wa Marekani Donald Trump, kwa mujibu wa Iran, wanasema kwamba ushindi wa vita vya siku 12 ni wa Iran, kwani wao Marekani pamoja na Israel ndio waliomba kusitishwa kwa mapigano baada ya Iran kufanya mashambulizi makali dhidi ya maeneo mbalimbali huko nchini Israel, ikiwa ni pamoja pia na moja kati ya ngome kubwa ya kijeshi ya anga huko Qatar ambayo inamilikiwa na Marekani. Matamshi ya Meja Jenerali Hatami yanaonyesha mafundisho ya kijeshi ya Iran yanayoendelea kujibu vita vya kisasa. Msisitizo wa matishio mseto na mikakati ya kuzuia unaashiria dhamira ya Tehran ya kubaki macho na kubadilika, huku kukiwa na ukosefu wa utulivu wa kikanda na mivutano ya kijiografia inayoongezeka. Hata hivyo, akizungumza wakati wa mkutano na wajumbe wa Kamisheni ya Usalama wa Kitaifa na Sera za Kigeni wa bunge la Iran, Hatami alisema vita vya siku 12 vimetufundisha somo sawa na miaka 12. Kulingana na ufahamu huo, tumebuni mbinu mpya ambazo zitawezesha majibu yenye ufanisi zaidi na adhabu kali zaidi kwa mvamizi yeyote. Alionya kwamba mienendo ya nguvu duniani inazidi kuchongwa na nguvu za kijeshi badala ya diplomasia. Maneno ya amani kupitia nguvu kimsingi ni uhalali wa kutawaliwa kimataifa kupitia nguvu za kijeshi, alisema, akitaja mashambulizi ya hivi karibuni dhidi ya Gaza, Iran, Syria, Lebanon na Qatar kama mifano ya mantiki hii katika vitendo. Hatami alisifu uthabiti wa kijeshi na umma wa Iran pamoja na mwongozo wa kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei kwa kuzuia jaribio la Israel na Marekani la kuharibu mamlaka na uhuru wa Iran. Amesisitiza kuwa udhaifu wa kihistoria wa Iran mara nyingi umekuwa sanjari na utawala dhaifu, lakini nguvu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imehifadhi uadilifu wa ardhi yake na kwamba wapo tayari kuilinda mamlaka ya Iran wakati wowote na saa yoyote, ambapo anaamini hakuna yeyote mwenye uwezo wa kufanya shambulizi mbele ya jeshi la Iran baada ya vita vya siku 12 kati ya Iran pamoja na Israel pamoja na Marekani. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.